Kufuatia kuripotiwa kwa tukio la kupigwa hadi kuzimia kwa kijana Frank Stanley, mkazi wa mtaa wa Rwamishenye katika manispaa ya Bukoba, tukio linalodaiwa kufanywa na maafisa wa jeshi la polisi kituo kikuu cha Bukoba, baadhi ya majirani wanaoishi na kijana Frank wameeleza kusikitishwa na kitendo alichofanyiwa, wakidai katika kipindi chote walichokaa naye hawajawahi kusikia akijihusisha na vitendo vya kihalifu, kama ilivyoeleza taarifa ya jeshi la polisi kupitia kwa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kagera, Blasius Chatanda. Watuhumiwa hao alikuweko Frank Stanley, miaka 31. Huyu ni Mwaya, mkazi wa Rwamishenyi katika manispaa ya Bukoba, ambaye alikuwa akituhumiwa kwa makosa ya uvunjaji na unyang'anyi maeneo ya Rwamishenyi. Baada ya kufikishwa kituo cha polisi ya wilaya ya Bukoba, alihojiwa na akawataja watu wanaoshirikiana nao. Nafikiri kama nimeishi muda mchache na zaidi ya miaka 30. Hao watu wote wakina Frank na haya manyumba kujengwa hapa nilikuwepo mimi hapa. Tangia Frank afike hapa nimeishi naye, ni kijana mdogo. Lakini mwenendo wake sijasikia kwenda kwa barozi wala kwa mwenyekiti kwa nani kwenye kata kwamba Frank amefanya hili. Sasa nimekuja kushangaa juzi hapa anakamatwa, naambiwa kwamba kuna matukio kama haya. Kwa kweli mimi nafsi yangu kwenye upande wangu nimeumia sana, kwa sababu Frank yule mtoto tulivyokuwa tunaishi naye, ukiwa na kashida anakamaliza unamwambia bwana Frank nifanyie hili. Yaani hadi watu wakikusanyika hapa hawezi mtu yote kuambia kwamba Frank ni mwizi. Kwenye nafsi yangu mimi mwenyewe hapo, yani sijakubaliana naye polisi, kwa sababu polisi inabidi anilinde na mali zangu. Sasa huyu hajalinda mtu na mali zake, yani anafanya uhalifu kwa mtu ambaye inabidi amlinde na mali zake. Kama tungelikuwa na jinsi ya kubadilisha polisi hao ingelikuwa sawa, lakini sasa ni wale wale, ila tunaomba warekebishwe, wafuate jinsi kazi yao inavyo waelekeza. Ukikamatwa na polisi unakuwa umepata msaada mzuri, si ukamatwa na polisi tena kwenda kupata dhuruba. Naomba wahusika waliohusika kumpiga Frank wakamatwe, waadhibiwe, tupate kupumua, kwa sababu hatuwezi kuwa tunaonewa hivi hivi. Frank ni jirani, ni rafiki, ni mdogo wetu, wengine kama mimi ni mdogo wangu. Lakini Frank hali yake ilikuwa ni mbaya, alikuwa anaonekana kapigwa kachoka. Yaani kapigwa mpaka nani anaonekana amevuja, ni mweupe. Alikuwa na sawa huwa ni mweupe, lakini alikuwa weupe wake umepitiliza. Ndo kesho yake mama mwenye nyumba akamtuma mtoto wake aenda akamwangalie. Akaenda mtoto wake akamwangalia, hamkuti. Na mimi kesho yake ilikuwa Ijumaa. Na mimi Ijumaa nikasema hapana, niambatane nao nipeleke chai. Au wakaja wananiambia hawamuoni. Lakini nikasema umeenda na nini? Tumeenda hivi hivi. Nikasema mimi nitaenda na chai nione. Ile nilivyofika pale nikaambiwa, we mama, watafuta nini hapa? Nikuta maaskari wawili pale mapokezi. We mama, watafuta nini? Nikasema amtafuta Frank. Frank nani? Mimi nilikuwa simjui baba yake. Nikasema amtafuta Frank, kijana mdogo mweupe. Wakaniambia, nyie kampuni yenu ni moja, pita hapa ongozana nao nenda. Nikaumia nikaenda. Lakini baada ya kwenda kule tukakutana vijana wawili. Vijana wawili wakatuambia kuna vijana wawili wamepigwa, ila mmoja mweupe mfupi. Hatujui alienda wapi, walimpiga akajikojolea, wakampeleka kwenye gari usiku saa 9. Tunalaani hicho kitendo cha maaskari ambao tunawategemea watulinde, ambao wanasema kwamba wanalinda raia na mali zake, lakini wao ndo wanatufanyia hivyo vitendo. Wezi wapo, waharibifu wote wapo, wanaofanya vitendo viovu wako wamefungwa, lakini tulishangaa huyu hajulikani mahali alipo mpaka tulipochachamaa. Kwa maana sisi wao maaskari tulikuwa tunategemea sana, lakini mpaka sasa hivi tunaogopa sisi. Tunashindwa tufanyeje, tumkimbilie nani? Kwa mfano kama mimi mpaka nimeanza kuogopa na viongozi wengine wote wa juu kwamba labda hawezi kutusaidia kwa sababu huyu mtoto amefanya kitu gani ambacho kitendo alichokifanya mpaka kufikia hatua ya kupigwa kiasi hicho. Mwenyekiti wa mtaa wa Rwamishenye Gosbet Bigiro amesikitishwa na taarifa za kutokea kwa tukio hilo katika mtaa wake bila kushirikishwa na jeshi la polisi wakati wa utafutaji wa televisheni
zinazodaiwa kuibwa na Frenki kama taratibu za upekuzi zinavyoeleza. Polisi amekuja kwenye swala la ukamataji, lazima muhusishe kiongozi wenu, aidha mwenyekiti au mtendaji wa mtaa au mjumbe au barozi. Wakikosekana miongoni mwa hao, basi tafuta raia ambao ni wema, majirani zako wawili, waje washuhudie hilo tukio la jeshi la polisi wakati wanakupeleka, kwa sababu siku hizi kumeibuka wimbi linalodaiwa kwamba jeshi la polisi wanapoteza watu, wakati unakuta labda si jeshi la polisi, ni wale wavamizi wanavaa sare za jeshi la polisi. Wakisha kupeleka huko wakakufanya ndivyo sivyo, wewe unatambua kwamba ni jeshi la polisi, kumbe labda sio. Na jeshi la polisi mara nyingi linapoingia mtaani linatupa taarifa, tunaenda pale kwenye tukio kulishuhudia kwamba mtu huyu wamemkamata na wamempeleka kwa kosa gani. Mara nyingi tu tunashuhudia hilo, lakini kwa hili ni la utata kidogo. Lina utata kwa sababu kama wanadai ni polisi, alafu wao hawakuniita na nimo mtaani, haiwezi kuwa haki, maana kila mamlaka inajali taratibu zake. Ingekuwa haki wangeniita na mimi nikashuhudia hilo, wakampeleka mwananchi. Mimi natoa rai, endapo jeshi la polisi itakuwa linaingia mtaani kuondokana na hizi sintofahamu, basi wapende sana kushiriki na sisi, maana sisi ndio tunaoongoza raia, wao wanalinda raia na mali zao. Tukishirikiana kwa pamoja, kwa sababu tunaijenga mama Tanzania, nyumba moja ya mama Tanzania, basi tunaweza tukaishi vizuri, tukaendesha shughuli zetu kwa amani pasipo kuingiliwa ngazi yoyote. Kama ni kweli ni jambo baya, kwa sababu sheria zipo, wao kazi yao ni kulinda raia na mali zao. Sasa wakianza swala la kujeruhi raia kwa sababu ya vitu fulani wanavyovitafuta wao, haiwezekani. Yeye askari polisi amesomea kuhoji, sio kupiga. Kamanda polisi mkoa wa Kagera Brasius Chatanda akitolea ufafanuzi wa utaratibu uliotumika pamoja na hatua zinazotarajiwa kuchukuliwa kwa mtuhumiwa mara baada ya afya yake kutengamaa na uchunguzi kukamilika, anasema: ninapokuja kukupekua lazima awepo independent witness aliyeona kile kinachofanyika. Kwenye ukamataji hakuna ulazima huo, inategemea na mazingira mnayofanya ukamataji. Kwenye upekuzi ni vema, ili usionekane hiki ulichokipata ambacho askari unadai kukipata kwa mtuhumiwa ni kweli kilipatikana pale, lazima awepo mtu mwingine independent aliyeona. Lakini kwenye ukamataji si lazima. Swala la msingi ambalo liko kisheria, anayekamatwa lazima aambiwe anakamatiwa nini. Kwenye operesheni hii, wakati zoezi la ukamataji likiendelea na mahojiano yakiendelea, yeye akiwa mahabusu, afya yake ilibadilika ghafla, alianguka akapelekwa hospitali. Waliobaini kama ishu ni sukari ilipanda, lakini pia kulichukua na changamoto ya figo, hawa ni madaktari, sio polisi, ni madaktari. Sasa connection kati ya kupanda kwa sukari na hali aliyonayo, mimi sio mtaalamu. Madaktari ndicho walichotuambia, lakini hakukuwa na malalamiko ya yeye kuteswa kabla, kwa sababu siku hizi lokapu zetu anakagua mkuu wa kituo, anakagua OCD, anakagua OCCD. Huyo na wakati mwingine though haiwezi kuwa frequent, mimi pia anakagua na rasio anakagua, ili kujua kwenye lokapu zetu kuna nini. Kwa kipindi hiki chochote akiwa lokapu, hatukusikia malalamiko yoyote ya kwamba labda alishambuliwa wakati akihojiwa. Rufaa ni haki ya mgonjwa anayeumwa, na rufaa inapatikana pale ambapo hospitali iliyokuwa inamtibu inaona kwa dalili, kwa matibabu haya kuna sababu ya kumpeleka mahali ambapo patakuwa na matibabu zaidi. Hilo ni swala la kitabibu, hilo ni swala ni la kawaida kwenye matibabu siku zote. Ninachoweza kukuambia hiki kwamba alipoanguka alipelekwa hospitali. Baada ya kuendelea kutibiwa, ikaonekana afya yake haiimprove, akapewa rufaa ya kwenda
Bugando. Kumbuka yule ni mtuhumiwa, lakini ni binadamu mwenye haki zake zote za kuhakikisha kwamba afya yake inaendelea kulindwa, na ndio jukumu letu la kwanza la msingi, usalama wa watu na mali. Sasa huyu anaumwa, anatakiwa kupewa rufaa katika hali ya kawaida. Ilikuwa ni jambo ambalo lilikuwa ni jambo sahihi, lilifanyika kwa maslahi ya afya ya mahabusu mwenyewe ili aendelee kuwa salama. Kumbuka bado tunatarajia haki nyingine za kwake ziendelee kupatikana, ikiwemo kumfikisha mahakamani. Sasa huwezi kumfikisha mahakamani mtu ambaye yuko dhaifu. Anapone kwanza, akishapona taratibu nyingine zitaendelea. Shida ni kwamba inawezekana yanazungumzwa mengi na watu ambao hawako Bukoba. Mimi nakupa taarifa ambayo mimi na mtizamo wangu mimi, lakini isiyo kwenye uhalisia. Sasa wewe ulioko huko utapokea kila kinachosikika, lakini uhalisia ni kwamba hakukuwa na ufichaji wowote. Kwanza after all, afichwe ili weje wakati yuko hospitali? Na kutoka pale hospitali kwenda Bugando, kutoka hospitali yetu ya kawaida, ni rufaa ambayo kwenye haki za kawaida ilikuwa ni haki ya mtuhumiwa yule. Tukikamilisha jalada tunampelekea mwendesha mashtaka wa serikali. Mwendesha mashtaka wa serikali baada ya kulisoma ndiye atakayeamuru lini, ndio atakayepeleka chaji mahakamani na lini wafikishwe mahakamani. Kazi yetu sisi ni jalada kwa mwendesha mashtaka. Mwendesha mashtaka ndio atakayeandaa hati ya mashtaka na kuisubmit mahakamani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.